Na bahati mbaya ya Wakristo wengi ni kwamba mambo yao yanapokuwa yanaenda vizuri, wao hawakumbuki kuwa karibu na Mungu. Bisheni, wengi mliokuja humu mmekuja kusali na kuomba mbele ya Yesu Ekaristi kwa sababu mna mashida kwenye afya zenu, mna mashida kwenye ndoa zenu, mna mashida kwenye eneo la uchumi. Bisha, bisha, bisha. Yaani kuna watu ambao wanasubiri mambo yakiharibika ndo waanze kumtafuta Mungu alipo, waanze kumtafuta Yesu Ekaristi alipo. Lakini mambo yao yanapokuwa yanaenda vizuri, biashara zao zinapokuwa zinaenda vizuri, utasikia sina muda, natoka kazini kwa kuchelewa, kwenye biashara niko peke yangu. Lakini siku hii ndoa ikifika hapa, unafunga hiyo biashara, unakimbia kwenda kwa Yesu Ekaristi, kwamba Yesu Ekaristi nisaidie. Siku umefukuzwa kazi, unaona vita imeinuka kazini, utaona unavyoomba hata ruhusa kwa kudanganya, unaenda kanisani kwamba unakuja kulia mbele ya Yesu Ekaristi kwamba Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Lakini ulipokuwa na uzima haukukumbuka. Bisheni wanadamu, bisheni wa Katoliki. Leo ni lini? Alhamisi. Huwa mnakusanyika hivi kila Alhamisi? Huwa mnakusanyika hivi kila Alhamisi? Angalia sasa, wengine wakipona hapa, wakipata vitu vyao tena watasahau, watarudi kule kule. Ndio maana wakati mwingine Mungu anaangalia unapokuwa unaomba, anajua kabisa huyu nikimjibu sasa hivi nitampoteza. Acha tu aendelee kuwa kwenye hivyo vishida, ndo hao wanakuja kanisani. Lakini huyu nikimpa bilioni 1 sasa hivi, kama ni mwanaume ataongeza mwanamke wa pili, uwe na bilioni 1 tena hapa Kasulu. Unaweza ukawa watu unafunguliwa mlango wa gari. Sasa hivi unafungua peke yako, uzipate hizo bilioni 1. Nafunguliwa mlango wa gari. Mungu huwa amwamini sana mtu mwenye njaa. Sio tu njaa ya chakula, njaa ya mafanikio, njaa ya utulivu, njaa ya amani. Akipiga picha akaangalia kwamba huyu njaa alionayo anataka tu afunge ndoa, akifunga ndoa hataonekana kanisani, anapiga kimya. Tumtafute Mungu wakati ambao tuna maisha mazuri, ili ule wakati ambao mambo yakiwa yanaenda ovyo ovyo, tumkumbushe Mungu kwamba Mungu, kumbuka, usijisahaulishe, kumbuka. Lakini leo nani hapa na ujasiri wa kumhoji Yesu Ekaristi kwamba kwa nini umeniacha? Lakini kuna Wakristo ambao wanaoishi maisha ya uadilifu, wakipita kwenye nyakati ngumu wala hawaombi, wanaenda mbele ya Yesu Ekaristi, wanamwambia Yesu, haunitendei haki. Na Yesu akifungua jarada lake akaona, asema kweli, huyu simtendei haki, ngoja nimpe anachotaka.